Amesikika mtu mzima Diamond Platnumz akisema kwamba hataweza kumruhusu mtoto wake Tifa Dangote aweze kufanya muziki kwa sababu sekta ya muziki, kiwanda hicho, industry hiyo inafanya watoto wengi wa kike kuwa ni watu ambao wanatumikishwa kuliko vile ambavyo inavyopaswa kuwa. Yaani watoto wengi wa kike ambao wanafanya muziki basi wamekuwa na watoto ambao wanapitia vitu vingi ambavyo ni changamoto, kwa wakati mwingine zinakuwa haziridhishi kuhakikisha kwamba watoto wa kike wengi kuingia katika hiyo game. Kwa hiyo Diamond amesikika akisema kwamba hapendelei wala hatofurahia na wala hatoruhusu kuweza kumuona mtoto wake Tifa akiweza kuingia kwenye game ya muziki, kwa sababu akili kinachoelezwa kwamba kuna changamoto nyingi sana ndani ya game ya muziki ambazo zinawakumba watoto wa kike kulinganisha na vile ambavyo watoto wa kiume wanazozipitia. Lakini watoto wa kike wengi wamekuwa wakitumikia vitu fulani ambavyo kwa namna moja ama nyingine kama Diamond ambaye ni baba mzazi wa Tifa Dangote hapendi kuviona vikitokea pia kwa mtoto wake. Na kama tunavyojua kwamba kuna hivyo vitu ambavyo huwa vinazungumzwa ambavyo watoto wa kike wanakuwa wanavipitia sana. Kwanza moja, na wakati mwingine wanaomba rushwa za ngono, lakini ukiachilia hivyo wamekuwa ni watoto ambao wanapitia sana changamoto, hususan kwenye kupitia kwa producer, wasanii wengine ambao wanaomba collab. Zimekuwa ni changamoto sana kuweza kuzipata collab, na wengi wamekuwa kama haupo vizuri kuweza kujilinda basi wanakutumikisha, alafu baadaye hata ule msaada ambao walipaswa kuweza kupata kuweza kusupport game yako unakuwa haupati na unaishia kuweza kuumia moyoni, lakini tayari unakuosha marizwa kwenye kila kitu, kwa maana kwamba wamekutumikisha alafu baadaye wanakuacha vile ambavyo na maisha yako yalivyokuwa. Kwa hiyo kuna hizo changamoto nyingi sana kwa wasanii wa kike ambao wapo kwenye game hili ambalo ni la muziki ambao tunauona. Ndio maana baadhi yao wengine wamekwisha kuacha muziki. Unamkumbuka msanii anaitwa nini? Alishaacha muziki kwa sababu ya vitu kama hivyo. Kina watu kama vile kina Pamdi walishaacha muziki, na wasanii wengine wengi wa kike tayari walishaondoka kwenye game kwa sababu ya changamoto mbalimbali ambazo zinatokea. Lakini wengine pia wanakuja hawezi kudumu kwenye game, wanakaa muda fulani wanapotea, lakini wengine wanatoa ngoma wanakosa muendelezo kwa sababu ya kile kinachoelezwa kwamba kuna changamoto nyingi sana ambazo kama msanii inabidi uwe imara kuweza kujisimamia, kama msanii inabidi uwe strong kimwili na kinafsi na kihisia kuhakikisha kwamba unakuwa upo kwenye mainstream. Kina Nandi ambao tunawaona wana muda mrefu kwenye game lakini bado wameshikilia bomba, au kina Zuchu ambao tunaona wana muda mrefu kwenye game lakini bado wameshikilia bomba. Lakini pia wasanii wengine ambao wapo bado kwenye game wanahitaji kuweza kupongezwa sana kwa sababu ya kile kinachoelezwa kwamba kuna changamoto nyingi sana katika muziki hapa Tanzania, hususan kwa watoto wa kike ambao wanaingia kwenye hii game. Wanapitia vitu vingi, wanapitia changamoto nyingi ambazo kwa namna nyingine kama mzazi ambao unajielewa, kama mzazi ambaye unatambua thamani ya mtoto wako, huwezi kumruhusu kuweza kuingia katika hii sekta, labda aweze kufanya vitu vingine ambavyo vipo ndani ya muziki. Ndio maana Diamond Platnumz amenukuliwa akisema kwamba hawezi kumruhusu mwanae Tifa kwenda kufanya muziki, labda Tifa asimamie muziki, asimamie label, lakini sio kwenda kuimba muziki kwa kile ambacho anachokiamini kwamba kuna changamoto nyingi. Yes, msanii anaona, anaishi nao kila siku, anavimba nao kila siku, kwa anazijua changamoto zote, lakini pia anazijua chocho zote ambazo mtu mzima Diamond Platnumz ameweza kuzungumza na kusema kwamba mwanae hawezi kuruhusu kuweza kumuona akiwa msanii. Na hii imekuja mara baada ya Tifa Dangote kuweza kufanywa interview kwenye moja ya kituo cha habari pale Kenya 254, ambapo alizungumza jinsi ambavyo alivyo interested kuweza kufanya muziki, jinsi ambavyo alivyo interested kuona anakuwa ni sehemu ya muziki na sehemu ya maisha ambayo anaishi baba yake. Lakini Diamond amekuwa akisikika akinukuliwa kwamba akisema kwamba hapendi kumuona mwanae akija kuwa msanii kwa namna yoyote ile, mtoto wake huyo wa kike. Lakini unaweza kujiuliza kwamba mbona Diamond ndiye ameweza kutumia wengi sana wasanii, jalishi ni wasanii wa muziki, jalishi ni wasanii katika tasnia nyingine kama vile Bongo Movie, lakini still bado ni wasanii wapo kwenye kiwanda hichi cha burudani na sanaa kwa ujumla. Lakini still naye pia amekuwa ni sehemu ya kuweza kuwatumia baadhi yao, lakini hata sasa hivi pia anaishi na Zuchu, hatuwezi kujua kama wana hadi ya ndoa au itakuwaje. Kwa hiyo unaweza kuona pia namna gani ambavyo muosha akioshwa inakuwa ni ngumu sana kuweza kukubali uhalisia. Kwa hiyo kwa Diamond amesema kwamba hawezi kumruhusu mwanae kuweza kufanya muziki. Lakini Tifa tumemwona pia akiwa na interest sana na muziki mara baada ya kuwa akionekana akiwa anacheza nyimbo tofauti, akiwa anafanya challenge tofauti, na mapokeo yamekuwa ni makubwa sana, na watu pia wamekuwa kidhani kwamba huenda Tifa atakuja kuwa new upcoming artist, atakuja kuwa msanii ambaye anafuata, kwa sababu maji hufuata mkondo, uwezo wa Simba alafu kaza jongo, hata siku moja iweze kutokea. Ndio maana Hadija Omar Kopa ni msanii, lakini mwanae pia amekuja kuwa msanii. Yule pale bidada Zuchu, unaweza kuona namna gani ambavyo maisha yalivyo. Lakini pia damu hufuata
kwa ufuata vile ambavyo ilivyo. Yani kama babako akiwa hivi, basi kuna hatihati pia za mtoto kwenda kuwa hivyo ambavyo mzazi wako alivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuzingatia hilo. Ni muhimu sana kuweza kulijua hilo kwamba unaweza kuwa unafanya shughuli fulani wewe kama mzazi sasa hivi ukaja ukamrithisha mtoto wako mmoja wapo hiyo kazi ambayo unakuwa unaifanya. Na wazazi wengi wanafanya hivyo. Kama mzazi alikuwa mwalimu, basi mtoto wake pia atakuja kuwa mwalimu mmoja wao. Kama mzazi pia alikuwa ni askari, basi mtoto wake mwingine atakuja kuwa ni askari mmoja kati ya watoto ambao amewazaa. Kwa hiyo wengi wao wazazi wanakuaga hivyo, wanapenda kuwarithisha sana watoto wao kazi ambazo wanakuwa wanazifanya, kitu ambacho wakati mwingine inakuwa ni sehemu ya faraja kwake yeye mzazi, lakini pia inakuwa ni sehemu ya faraja kuona kwamba ametimiza kuweza kurahisisha kazi ambayo anaifanya kwa moja ya mtoto wake na maisha mengine kuweza kuendelea. Lakini kwa Diamond imekuwa ni tofauti sana kwamba kazi ambayo anaifanya ni muziki, lakini mtoto wake amekataa asifanye muziki kwa sababu ya kile kinachoelezwa kwamba kuna changamoto nyingi sana kwenye game ya muziki, hususan kwa watoto wa kike. Ndio maana yeye hawezi akaruhusu mwanae kuweza kwenda kufanya muziki hata siku moja. Kwa gharama yoyote hawezi akakubali mwanae kwenda kuweza kufanya muziki. Kwa hiyo Diamond amekuwa ni mtu ambaye amekuwa akipinga sana matumizi, lakini pia mwanae kwenda kuweza kufanya muziki, kwa kitu ambacho kinachoeleza kwamba wanawake wanapitia comment nyingi, wanapitia changamoto nyingi sana kwenye game hiyo ya muziki. Yeye kama Diamond, yeye kama mtu ambaye ni baba, ni founder na ni mtu ambaye anafanya huu muziki, hawezi akaruhusu mtoto wake kuweza kwenda kufanya muziki kwa gharama yoyote ile, na hawezi akamruhusu Tifa kwenda kufanya muziki kwa sababu watu wanatumiana kwenye muziki alafu wanaachana kwenye mataa. Na watu wamekuja kumwijia juu Diamond mara baada ya kusema kwamba hawezi kumruhusu mwanae kuweza kufanya muziki. Wengi wameweza kumsema vibaya, lakini wengi pia wameweza kumpongeza, na wengi wao wamesema kwamba kwa nini yeye ameweza kufanya muziki na ameweza kutoboa. Hajui kwamba Mungu anapanga riziki kwa mtu sehemu yote ile ambayo anaamua kwenda kuifanyia kazi. Kwa hiyo anampangiaje mwanae kitu cha kwenda kufanya, ili hali hajui Mungu amempangia nini huyo mwanae Tifa Dangote. Lakini wengine pia wakasema kwamba ni muhimu mzazi kuweza kumchagulia, lakini pia kumwandalia mazingira mtoto wako kwenye kile ambacho unatamani aje ukifanya, kwa sababu mtoto ni mgeni hapa duniani na wewe mzazi ndio umemleta hapa duniani. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kumwandalia mazingira ambayo ni bora, mazingira ambayo ni thabiti, mazingira ambayo ni mazuri kwenye kile ambacho unakiamini kwamba kikifanya basi kitakwenda kumsaidia. Mtazamaji, dondosha comment yako hapo chini, tuambie, je, ni sahihi kuweza kumchagulia kazi mtoto wako? Lakini pia ni sahihi kuweza kusema sitaki mtoto wangu afanye kazi fulani wala shughuli fulani ya kipato? Lakini muhimu sana kuendelea kusubscribe, kushare, wengine pia wa kwanza kuwa unapata habari zetu. Hii ni Major TV, sehemu pekee ambayo unapata habari za masupasta nyumbani Tanzania na nje mipaka ya Tanzania.